Neno la leo aliohubiri hapa Pastor limenigusa sana kwa 100% katika maisha yangu binafsi. Sidhani kama nikizungumza mtaniamini moja kwa moja. Natamani nimpigie mama yangu popote alipo, anaweza akatupa njia au mwanzo mzuri wa kuzungumza hicho nitakachoenda kukizungumza. Samani niwelazi kidogo. Tuna muda, usiogope. Wakati anampigia simu mama yake, kuna wengi tuliteswa na majina. Kila mmoja kwenye asili zetu, mara nyingi huwa tunapenda mtoto anapozaliwa unampa jina la baba yako. Haleluya, haleluya. Na mbona unakuta anaitwa mzee, yani haitwi tena jina, haitwi tena jina lake, anaitwa mzee. Kumbe amelisi jina la nani? La baba. Haleluya. Hata mimi lilinikuta. Mimi nilipewa jina la babu yangu, lakini likakataa. Haleluya, haleluya. Mamangu alikuwa halali usingizi kwa sababu ya jina alilonipa, ilikataa. Ndipo nikabadilishiwa jina, nikapewa jina la baba yake na babu. Tumishi amepokea? Amepokea. Habari mama? Salama. Vipi hali? Safi. Samani, niko kanisani kwa mtumishi Ndaki. Naomba uniambie maisha yangu halisi ya kipindi unanipa jina la kwanza kuzaliwa kwangu na baada ya kubadilishiwa jina ambalo nalitumia sasa. Litaje jina ambalo ulinipa kipindi niko mdogo mpaka kipindi nakusumbua, na leo hii nikiwa najitambua, nikiwa na jina jingine, maisha yangu yakoje? Bye. Nataka utoe ushuhuda hapa kwa sababu kuna mada ambayo ilinigusa wakati wanahubiri. Naomba kipindi natumika jina ambalo ulinipa lile la sio mageni, nilikuwaje, na kipindi sasa natumia jina la Amani nikoje? Kipindi alikuwa na jina la nitambika jina kabisa jina alikuwa anaitwa sio mageni. Kipindi hicho katika maisha yake yalikuwa yanasumbua sana. Alikuwa mtoto mtukutu, wala alikuwa haambiki hashikiki. Unanielewa? Tunakusikia mama. Na sasa hivi nilimbadilisha mwenyewe hilo jina, anaitwa Amani. Kwa kweli sasa hivi na mwanzo ni tofauti. Sasa hivi ni mtoto mwenye heshima, ni mtiifu, anajali na anaogopa mali za watu, anaheshimu vizuri. Aya, nashukuru mamangu. Najua nimekushtukiza kwa sababu nilikuwa katika ndani ya kanisa, nilipata hiyo mada nikasema hapana, acha nikutafute, na sikujua kama ningekupata hewani. Nashukuru sana. Aya. Ndugu, hii swala la hii mada ya jina ni mada kubwa sana. Mimi nimebahatika kuzaliwa hapa Dar es Salaam. Baba yangu amefika Dar es Salaam mwaka 65. Nimezaliwa hapa mwaka 89, baba yangu amefariki. Alipofariki 89 tukarudishwa Morogoro ambako alitokea baba. Kule tukapata elimu, lakini elimu mimi sikuweza kupata kwa sababu ya jina. Naona 100% ilikuwa nasumbua sana. Sikuwa nasikia, siambiliki, sishikiki kwa namna yoyote. Nimesumbua sana mpaka 95 nilipobadilishwa jina. Ndipo nilipojua kwamba kwa nini sikusoma? Nimeenda shule ikiwa mama yangu huyu ambaye amezungumza hapa. Mimi naenda shule natoroka nyumbani, nakataa kwenda shamba, naenda shule. Mama hajui kwa
kwa sababu mama alishaenda mpaka shule akisema kwamba sitaki huyu mtoto aende tena shule kwa sababu kashaniumiza kichwa mpaka nimeitwa kwenye mabaraza na nini. Sitaki kusikia habari za huyu mtoto. Nimeenda shule nikamwomba mwalimu mkuu, akaniambia kweli utasoma? Nikamwambia hapana, mimi nitasoma. Mama alikuja shuleni akasema, naomba kama anasema nasoma, msinitafute mimi kwa lolote, kwa chochote, nikiwa mtu mzima na akili zangu timamu. Miaka 10 na naenda kuanza darasa la kwanza. Kwa kweli nimepambana kadri ya uwezo wangu. Nilikuta kwamba ni mwanafunzi nategemewa shuleni, nikiwa mtu mzima, watoto wadogo wananicheka, lakini nikasema hapana, haiwezekani. Ila kipindi hicho sasa naitwa nani? Amani, sio Mageni. Familia ilianza kunifurahia baada ya kwamba nimemaliza darasa la 7, nikafanya vizuri, nikasema mimi sisomi tena, naondoka naenda Dar es Salaam, kwa sababu baba yangu aliacha miji miwili hapa Dar es Salaam na mambo mengine. Nikasema sasa mimi naenda Dar es Salaam, kama nikusoma nitaenda kusoma Dar es Salaam. Nilipofika Dar es Salaam nikaendelea na shule za QT. Nikaona sasa kwenda form 1 mpaka form ngapi itakuwa mtihani wa umri, shaenda na nishaanza kutamani pesa. Nashukuru nimeenda mpaka leo hii. Nakumbuka mwaka 2012 ndio mara yangu ya kwanza nakutana na Pastor Ndaki, na hatukukutana Tanzania, tumekutana nchini Zambia katika mihangaiko ya maisha. Ndio mimi namfahamu Mheshimiwa Ndaki na Ndaki ananifahamu mimi. Mpaka leo hii mimi nimekuwa tegemezi, sio familia, katika ukoo, kwamba hata nikifika wanasema tajiri yao amekuja, ambaye yule waliokuwa wanamkatia tamaa ukoo mzima walikuwa hawamchukii. Mimi siendi kwa shangazi, kwa mjomba, wala kwa bibi au kwa babu. Hamna sehemu ambako nilikuwa nakubalika. Ilifika kipindi mpaka nalala vichakani. Ila leo hii niko tofauti. Naamini kwa 100% jina lilinibadilisha. Haleluya. Nashukuru sana. Asante. Tuko pamoja. Haleluya. Mpige Yesu makofi ya shangwe. Kuna watu wanateswa na majina. Jina linaweza likakutesa, likaharibu kabisa maisha yako, likaharibu future yako, lakini unakuta wewe umeng'ang'ana tu na jina hilo hilo. Ukiona mambo hayaendi, muulize Mungu, ni jina au ni nini? Kama Ibrahimu alibadilishwa jina uzeeni, wewe unaona aibu kubadilishwa jina ili ubadilishe maisha yako?